Tatizo la vijana kukosa ajira ni sugu hapa nchini Kenya. Je, nini ambacho kinafaa kufanyika? Na je, unahisi kwamba huenda hili tatizo la ukosefu wa ajira imekuwa ni kigezo ambacho kimeweza kuchangia pakubwa katika yale maandamano yamekuwa kishuhudiwa humu nchini ya Gen Z? Ningependa kuthibitisha ya kwamba humu nchini Kenya 75% ya idadi ya watu ni vijana chini ya umri ya miaka 35. Hata hivyo, idadi kubwa sana ya vijana hawa hawana nafasi za ajira. Wamesoma, wameweka bidii katika masomo yao, lakini licha ya hayo kazi hazipatikani Kenya. Kwa hivyo hii ni mojawapo ya chanzo cha maandamano ya Gen Z inayotokea Kenya. Hata hivyo kuna masuala mengine kama ukiukwaji wa haki za kibinadamu, uporaji wa mali ya umma na kadhalika, inayodhoofisha uwezo wa biashara hapa Kenya kuweza kustawi, na hii ndio inachangia zaidi swala la vijana kukosa kazi, na hivyo basi kuweza kufika kwenye barabara na kutoa wito kwa serikali ili watengeneze nafasi za ajira kwao. Kama wewe mkazi wa Kisumu hapa, umekuwepo kwa muda mrefu, kama sijaelekea kwake huyu, serikali ya kaunti pamoja na kitaifa inafaa ifanye nini? Kwanza kabisa ningependa kusema ya kwamba wananchi wa Kenya walikuwa na imani sana ya kwamba ugatuzi au devolution ungeweza kuleta mabadiliko chungu mzima ya kiuchumi. Hata hivyo, serikali kuu la taifa na vile vile serikali ya kaunti haijachukua msimamo bora sana kuweza kuendeleza na kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana. Ukiangalia ripoti za Auditor General kwa mfano, utapata ya kwamba pesa nyingi ambazo zinatumika katika kaunti hii ya Kisumu na maeneo mengine hayajatumika katika ile sekta ya maendeleo au development. Na kwa sababu hiyo sio rahisi kupata nafasi za kazi katika kaunti hizi na vile vile katika taifa. Kuna jambo ambalo tunajiuliza. Tunajua ya kwamba watu wanaretire baada ya kufika umri fulani. Mbona serikali haiwezi ikapatiana nafasi wale wanao retire hapa Kenya? Kwani nafasi zao huenda wapi? Kwani ni lazima uwe unajua mtu fulani, uwe na godfather ndio upate kazi? Haya ndio mambo ambao vijana wanasema ni utawala mbovu ya ukabila, ya uchochezi ndio inafanya vijana waende kwa barabara. Serikali mpaka watii wito ya kutengeneza ajira kwa watu wote. Shukran sana. Naomba vile vile niseme nayo kwa dakika moja tu. No. Naomba niseme nayo kwa dakika moja. Ukosefu wa ajira, serikali itatatuaje? Muhimu kama vile mwenzangu Davis alivyotangulia kusema ni kwamba lazima serikali kuu ama serikali za gatuzi ziangalie zile hela wanatenga kwa miradi zinafanya kazi katika hali gani ili kupanua ile tunaita uchumi. Kwa sababu kama vile umepeana mfano, kama Kikomi haifanyi kazi, inamaanisha kwamba hakuna uwezo wa vijana kupata kazi. Wamezungumzia masuala kama vile county integration and industrialization parks na kadhalika, lakini hatuoni kama zinawekewa bidii ambayo inatakikana, kwa sababu hizo ndizo zitatoa nafasi za ajira. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba kila kijana aajiriwe kwenye kaunti, lakini kazi ya serikali ni kupanua na kuweka mazingira ambayo itafanya wawekezaji waje wafanye biashara ili kazi zipatikane. Shukran sana. Kwa sababu ya muda, ni mazungumzo mdahalo ambao unatikisa nchi sana. Inaguza kila mtu, awe kijana wa hapa Kisumu, awe ule wa Homa Bay, Migori, Kisumu na vile vile Kakamega kule alikokuwa Chanda. Vile vile najua ule ndio usemi vile vile katika maeneo ya kati. Kwa hivyo Tetesa Komieri ni kwamba ipo haja kwa serikali kuu
Vijana hawezi andikwa wote na serikali. Kwa hivyo lazima waweze kutengeneza mandhari bora sana, ambapo wawekezaji wanaweza kuja na vile vile kubuni viwanda vya kibinafsi ambavyo vijana wanaweza kuajiriwa. Wamesema zaidi ya maelfu ya vijana huhitimu na stashahada kila mwaka, lakini wanakwenda wapi? Ndio swala tete nalowatikisa vijana wengi hapa katika kaunti ya Kisumu. Toka hapa moja kwa moja Yeri, kwako studioni. Asante sana Bramwell Were kutoka kule Ziwani Victoria. Tunarudi hapa studioni, lakini kwanza kabla ya kurudi kwenye mjadala tuelekee mahakamani, ambapo Douglas Kanja alikuwa anatarajiwa kufika mahakamani kuelezea aliko mwanablogi huyu Ndiang'ui Kinyagia ambaye alitekwa nyara na maafisa ambao wanasemekana ni maafisa wa polisi Juni tarehe 24, lakini hadi kufikia sasa siku 12 baadaye hajajulikana alipo. Hebu tuangalie kule mahakamani kinachojiri kabla ya kurudi kwenye mjadala. Pia tuelekee katika kaunti ya Mombasa kusikia nao kauli za pwani ni zipi kuhusiana na ukosefu wa ajira. Bila shaka tutarudi kule mahakamani kusikia kinachojiri katika kesi hiyo ya Yuwapi Ndiang'ui, maana yake amekuwa akitafutwa toka Juni 24. Tuelekee Mombasa. Amani Mkare, habari ya pwani kwanza, halafu vijana tatizo lao ni lipi katika pwani ya Mombasa ama pwani ya Kenya, kwa sababu wengi bado wanalalamikia ukosefu wa ajira? Naam, habari ya leo. Mimi naitwa Amani Mkare, mkazi wa Mombasa. Nimezaliwa Kilifi. Na kwa uharaka tu kwa ajili ya muda, pengine nikijaribu kufafanua hali ya vijana hapa nchini kwa sasa. Hali sio nzuri, number one. Kenya inakabiliwa na ukosefu wa ajira, la security upande wa kila mtu. And I think security is the most important thing in the country. Na vijana kwa sasa hivi vitu wanavyotaka it is representation, yani wasikike na wasikizwe katika serikali. Na tuseme tukielekea upande mwingine pia ajira ndio tunajua serikali pia haiwezi kuajiri kila mtu, but there's business opportunities for everyone to get to benefit katika serikali yetu. Na pia serikali inayo nguvu ya kutafuta ajira nje, ama pia namna ya biashara, ama namna ya kupunguza ushuru ili wawekezaji zaidi waweze kuja hapa, vijana zaidi waweze kuajiriwa, na pia waweze kufanya kazi na serikali directly or indirectly. Because for instances, ukiangalia hapa pwani tuko na parastatals kadhaa. But the 30% act ya kwamba youth
wapewe ajira. In many of them it's not being implemented. Kwa hiyo kitu cha kwanza kama vijana wangependa kuomba leo hii ni employment registers katika sekta zote za parastatals, na not only parastatals and county governments. Corruption is currently very high, but corruption is a cancer that starts from the root. We can blame Ruto all we want, but Ruto alipeana delegations kama aliappoint CEOs, governors walipigiwa kura na wananchi. Hapo pia kuna pesa yetu iko hapo kama vijana. From governors, from the national government to the county governments. Zamani tulikuwa na local authorities of which were abolished by the new constitution. Tukaletewa hii mambo ya municipalities. Pale pia kuna share ya vijana. So I think ni kufanya uhamasishaji zaidi, waweze kuelewa, na governors pia waache kuwa biased, wakipeana biashara ama ajira kwa hawa vijana wawalipe kwa muda, kwa sababu pia wengine huajiriwa na wasilipwe kwa miezi 6 ama mwaka. How do you expect them to survive? So hizo bado ni vitu zina affect vijana. Na pia in governance, mimi naelewa ya kwamba the moment biashara umempa mwana biashara order kuletee kitu kwa mkopo na ukose kumlipa, ni kumaanisha kwamba he's at risk of losing business na faida, na hata kutoka town pengine kurudi kijijini, kwa sababu pengine mtaji ni wa mkopo, interests, microfinance nampeleka mbio, banki nampeleka mbio. So we urge also all governors ambao wanafanya biashara walipe not only the youths, walipe kila Mkenya on time. Amani, Yes. Umezungumzia swala la KPA kabla ya kwenda kwenye masuala ya magavana na nini na nini. Kwa nini umezungumzia masuala ya KPA? Kwa nini unadhani vijana wanakosa ajira katika KPA ambapo wanafaa kupata ajira pale? Number one, it is an entity that is controlled with a lot of impunity and corruption all the way from the MD. Because one thing we would want that to put in the public, that the MD puts in the public domain, ili kutetea ile shirika letu la Kenya Ports Authority, public, aeke in the public domain, register ya waajiri wa wanafunzi. Hapo ndipo mnapojua kwamba hata sisi vijana ambao tuko humu kanda wa pwani, we don't get positions to be able, because you might find an office mzee na mimi, yes, we all qualify, but I have more experience than him, but yeye atapatiwa just because ni wakabila fulani ama anajuana na nani. So these are part of the things that affect KPA. And at KPA itself, if you look for the last 2 years, zile tenders zote ama biashara zote ambazo zimekuwa zikikuwa awarded to the youth zimepungua. And even the youth that are given do not even have a physical address within the coast region or not here. Hatukatai watu wa nje wapatiwe, lakini pia vijana wetu, they stand a chance because this sport is on our land here. So I think everybody along the youth ambaye kuna fursa ama kunayo nafasi, kusiwe na impunity and biasness and corruptions, because ukienda ukiangalia majina za watu wote ambao wamekuwa employed, 90% in the last 2 years are not from the coast region. So these are the things we have done findings na tukazielewa kwa ukaribu zaidi. So I think instead of always blaming the president or anybody else, everybody should take the blame for what they do. If the MD is failing here, tunaomba rais pia aingilie atubadilishie, because we cannot keep blaming and we cannot always have the same way of going back to the streets kwenda kuprotest every day. I think that is not appropriate, because Kenya ni hii, we don't have another Kenya. Tukichoma, we don't have anywhere other to go. So it is, we need to fight. We need to fight for what is ours in a different way, peacefully. The government needs to hear us. And I think tukikaa na hawa watu viongozi watusikize, we can find somewhere we meet in the middle, na vijana pia waweze kufaidika kwa kiwango kikubwa zaidi. Bila shaka. All the way from Lamu to Taita Taveta.
Bila shaka Sam, bila shaka Amani Mkare, nitarudi kwako kuweza kuangazia hayo. Waihenya, umemsikia amezungumzia swala la uongozi wa KPA kutowajibika, kutokuwa na uadilifu katika utoaji wa kazi. Pia kuna ile swala la AGPO ambapo ulikuwa tunazungumzia 30% ya vijana kupewa hizi zabuni. Bado linafanyika vile inafaa kweli? Well, kujibu hivyo lazima tuende kwa data and kusema ukweli, zile data tunapata hazisemi kusema kuhusu vijana peke yake. Hilo swala, kitu cha kwanza, AGPO ni women, youth and other able to PWDs. Sasa ukiwaweka kwa kikapu kimoja, hatuwezi kuongea kuhusu vijana ama kuhusu wanawake ama kuhusu PWDs. Vile tumekuwa, ile experience tumekuwa nayo ni kuwa labda hawapati hiyo kiwango ya 30%. Kuna sababu zile inasemekana ambacho ile sababu inafanya tusipate ama tusiachieve hiyo 30%. Lakini sidhani kama tumeketi na kutatua hilo swala kabisa. Lakini kuwa tunasikia kama tunasikia hilo that problem has been there. So from our standpoint, wacha niongee na kimombo kidogo. From our standpoint, this is what would be the best proposal. Yes, it is important to get the data, and yes, it is important to look at who is getting the tenders in the different areas. Those are systems and those are processes. If we're able to identify and confirm and ensure, because that is a constitutional directive, 30% needs to go to women, it needs to go to the youth, and it also needs to go to the PWDs. For us, what we do in ICS is we will train, because AGPO, first of all, requires you to have a company. So we'll train you how to manage a company, and we'll train you how to get the different licenses and how to be able, as a young person. So you come into our GEMIC program, and then we put you with a mentor, somebody who is who has been in the profession, they have been doing it for several years, and you work with them. And then, the question then comes, is it mentorship, is it coaching, is it sponsorship? Those are questions that we try to walk the youth through so that they can be able to understand that this works and there are things that also don't work in that context, yes. Awino, yes. Umetafuta tenda mahali? Nimejaribu kutafuta mara kadhaa, lakini kupata tenda kwa ofisi za serikali sio rahisi. It's not a walk in the park. So it's very hard. I'll go back to the constitution. We have a very good constitution, 2010. And if leaders can emphasize on it. Tuzingatie Kiswahili pia tusiwapoteze wengine. Tuko na constitution nzuri sana ya 2010. Na kama walio kwa maofisi wanaweza angazia hiyo constitution, tunaweza kawa na nchi nzuri. As much as tunataka kulaumu serikali, pia sisi kama vijana kuna kitu ambayo tunapaswa kufanya yenye hatufanye. Nitakurudisha nyuma kwa serikali ya Mwai Kibaki. That was the last time. Hiyo ndio siku ya mwisho nilisikia mambo ya National Employment Authority. Natumai kuwa my sister amesikia kitu kama hiyo. And ukiangalia by that time, bibi ya Kibaki ndiye alipatiwa hiyo uongozi, na miaka yake na ujana haikuwa ina match hata kidogo. Inamaanisha kuwa sisi vijana, kama watu wanataka kuangalia malilio ya vijana, lazima waache vijana wakuwe kwa leadership yao, kwa sababu vijana ndio wanaelewa mashida zao na wao ndio wanaweza katatua mashida zao. Hawa wazee wakuwe pale watu guide ile njia yenye vijana wanapaswa kupita, ndio malilio yao iangaliwe. Kama saa hizi vijana wako 70% ya population ya Kenya, but ukiingia kwa maofisi wazee wako 95%. Haiambatani na in fact kwa hizo maofisi pia wamekatalia. Last year December tulipeleka hadi petition parliament. Kuna mtu alikuwa anaenda kuappointiwa pale, amefikisha 60 years
na bado wanataka kuapointiwa kwa kazi ya nini? Kwa kazi ya serikali. Ili hali sisi vijana tumesoma, tulisomeshwa na wazazi wetu na mashida, wengine wazazi wetu waliuza mashamba, wengine wakauza mang'ombe. Kama mimi personally mama yangu aliuza hadi changa. Ndio make sure nimeenda shule. Lakini ikifika kutafuta kazi, mnang'eng'ana na kazi na mtu mwenye hakuenda shule na mzee pia, na ni kazi yenye sisi wenyewe kama vijana tunaweza kaifanya. Bila shaka nataka turudi mahakamani, nikirudi nitakuja kuongea naye Kiwaka, sija kusahau. Tusikize kinachoendelea katika mahakama kuhusiana na kutokuwepo ama kupotea kwa Ndiang'ui ambaye hadi kufikia sasa, jana tulimsikia Amini akisema hata sisi tunamtafuta, lakini wameambiwa wamfikishe katika mahakama. Hebu tusikilize. Being produced in court, the Inspector General of the Police, the first respondent, and the Director of Criminal Investigations, the second respondent, ought to be here before you. Nothing whatsoever has been said about their blatant disobedience of the court order. There has been no compliance, absolutely. In other words, they are not taking the orders of this court seriously. And that does present a very big problem. Secondly, even if we were to believe them, and we don't, that they do not have him, their business is to investigate and know about the welfare of Kenyans. That's why we pay them, that's why they exist. Ndiang'ui went missing on the 21st of last month. Today is the 1st. So we are talking of 10 days ago. His family did not just complain to the media. They went to Kenol police station and reported on the 23rd. And that is in the affidavit of Lawrence Muturi. The first affidavit, the supporting affidavit. So from the 23rd to today, there's nothing in the replying affidavit of the respondents of Samuel Itegi to tell us how far they have gone with the investigations and what they have done, if at all, to find Ndiang'ui Kenyagia. This matter has been very, very public, to the extent that yesterday, my lord, the DCI, the second respondent, at 4 p.m., long after you had adjourned the hearing and given your orders, therefore we assume that he knew he's supposed to be in court today, decided to appear before the public and deny having Ndiang'ui Kenyagia in his custody. So he will deny publicly, but he will not come to assist the court to reach a decision. And he will deny publicly in a matter that is sub judice. A very, very disturbing feature of the affidavit of the respondents is to be found in their annexure, their sole annexure to their replying affidavit, which is the police, the inventory of the things taken from Ndiang'ui Kenyagia's side. Is page 10 and 11. If you look at that, my lord, and look at our annexure attached to the affidavit, further affidavit of Lawrence Muturi, sworn on the 27th day, yesterday, not yesterday, 27th day of June, which was Monday, where we attached as FM1
the inventory taken of items taken from Diangui's house, you will, on the face of it, discover that the annexure SI1 of the replying affidavit of the respondents appears to be a forgery. And which makes the second respondent. I would request that my Lord has both of them. The one attached to the respondent's replying affidavit, the first page, and the one attached to our further affidavit, floor FM1. Ours is in color. Theirs is in black and, oh, I'm told it's also in black and white. It's my copy that is in color. If you look at those two, my Lord. Okay. Also here, how's this one does not have recovered. My Lord, if we start with the date, oh, sorry, may I seek your indulgence to draw your attention that Kipe Mungai has joined our team, and also that Monday opening, I'll be assisted by Abna Mango and Willis in responding.
My Lord, if you look at the date, on the one by the respondents, it is indicated 21st with ST on top of 21st. So that is the one From the respondents. I'm beginning to show the differences. Why we conclude, we say it is a possible forgery. If you look, if you compare with the one by the, in support of the petitioner's affidavit, the date 21st has no ST. It's just 21st June 2025. A further difference, 2025 on the petitioner's supporting affidavit is typed, while the 25, I thought you go yeah, over the respondents. okay, let me do that. When you are done, you now come to the I'll do that. so that It's methodical. Okay. The differences, we have noticed several differences. I had ST to signify 21st, and the date 2025, 20 is typed, 25 is written by hand. Then it has 6 items. It ends at number 6. Then it has the name of a witness, Jane Jango. Then when you come to the respondents, not to the respondents, to the applicant, to the petitioners. I'm done with the respondent. The differences are date 21st is does not have an ST, and the year. I'm done. And, I've marked 21st ST. yes, and then the 2025 is typed wholly. It's not written by hand. Unlike theirs. I'm on the respondents. Oh, we finished with the respondents. I've now started with ours. I'm confirming that I got you right. Yeah, the differences are 21st, ST and 25 written in pen instead of typing then the items are are 6. the witness, Jane Jango. Yes. Those are the 3 notable things in that one. On the one by the petitioner, the date does not have ST, and I've just noticed one more issue, but I'll mention it. Doesn't have ST, and 2025 is wholly typed, not written by hand. And this particular, if you allow me to point a difference I didn't point on the other, let's go. all of it, yeah. No, let's go the way you went. Okay, and then I come back. And you now Come back. highlight the one you think Okay. is outstanding. Inventory of items above the date taken. Inventory of items taken, it says ceased from inventory of items taken, stroke ceased for the purpose of investigations. Note that one. I'll come back to show a difference somewhere else. Then we go to the items. Bila shaka huyo ni Martha Karua ambaye ni mmoja ya wale mawakili wa Ndiang'ui Kinyagia ambaye alitekwa nyara na hadi kufikia sasa hajawasilishwa mahakamani, na maafisa wakuu wa polisi waliotakiwa kufika mahakamani pia hawajajiwasilisha. Tarudi kule baadaye kuweza kusikia kipi ambacho kitakuwa kinajiri mbele ya Jaji Chacha Mwita ambaye anasikiliza kesi hiyo. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja pia kumalizia mjadala.
Dial *811*800# to get this as your skiza tune. KTN ndio home. On the types of breeds that you have, you've mixed 3 breeds. It is good as a dairy farmer to have mixed breeds, but there are some farmers who specify on some cows because they want to attain such a goal, maybe like butter content, maybe like good yogurt and cheese and everything. But if you are there for productivity, as we are here for sale of milk. If you have 6 Holsteins, and maybe you have like another 6 Friesians, and maybe you have 1 Asia and 1 Frekve. This 1 Asia and 1 Frekve, because their milk content is very thick, it will qualify the milk for Friesian and Holstein. If you're there and you're a young person and you're wondering utaanzia wapi, just start with what you have passion with what you're doing, and of course you'll see the fruits of what you're doing. You need to have passion, it have to come within yourself. Ni lazima upende kitu yenye unafanya, and you'll see that what you will be doing, it will be profitable to you. Kazi pamoja na tukue pamoja, kuimarisha Kenya ni jukumu la Kenya. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. So anybody giving instruction to a police officer that, oh, kama mtu na karibia police station, piga risasi. My shame. Shame on you. Shame on you. There's no place I'd rather be. Yeah. Bila shaka karibu katika awamu ya mwisho sasa, ambapo tutakuwa tunaenda hadi mwendo wa saa 7 hivi, ikiwa bado dakika 10 hivi ndio tutakuwa tunafungasha virago vyetu. Tuelekee Kiambu kwanza. Tumsikilize Kimaku Chege, naye amezungumza na wakazi wa Kiambu, anasemaje kuhusiana na ukosefu wa ajira. Majuzi tumesikia wakilalamikia kwamba soko la mayai na kuku lilikuwa limeathirika. Je, inapoathirika inawaathiri kivipi? Kwa sababu tunajua Kiambu ni mahali ambapo vijana wengi wanajihusisha pia na kilimo. Naam, bila shaka mwenzangu Suleiman Yeri, kama unavyoelezea ni kwamba siku za hivi majuzi tumeweza kupata ama tumeweza kuona kwamba vijana wa kizazi cha Gen Z wamekuwa wakishuhudia, wamekuwa wakishiriki katika maandamano wakitetea haki zao, haki ambazo ni pamoja nazo ni ajira, wanataka kushirikishwa katika serikali. Hivi leo nimeingia katika mji wa Kabuko nikapatana na vijana, labda tuweze kuzungumza nao karibia, ukianzia kwa jina utuambie kwa nini
wanarika wa Gen Z ndio ambao wanaongoza maandamano? Ni kuonyesha kizazi ambacho kiko mbele yetu hawajaafikia, ama kwa nini kizazi cha Gen Z? Asante. Jina langu ni Moses Rono, mkazi wa hapa Kabuku, na kama Gen Z, the main reason why tuna lead is because hatuna ajira. And being jobless and idle gives us a lot of time for us to go to the streets. And I think what the government should greatly address as far much as jobs opportunities are concerned is for a very long time, watu wamekuwa wakishinda wakisema tunataka ajira kutoka kwa serikali, but we want to change the narrative and ask the government to provide opportunities for us to create those job opportunities for ourselves, because the solutions we have ideas, but now the position or place to a platform to express ourselves becomes a challenge. So kwa serikali wakiweza tupatia nafasi za kuji-express or to have a place in the market, then we are able to create the solutions for ourselves. Pengine heri nizungumze na mwingine, ukianzia kwa jina utanieleza, serikali imekuwa ikitoa ahadi za mikopo ama fedha ambazo zitakuwa zinasaidia vijana kujiinua na kujikimu. Hizo fedha zinawafikia ama zimekuwa tu ahadi? Jina langu ni Moses Kariuki, mkazi wa hapa Limuru and Kabuku to be precise. And venye umesema serikali imekuwa ikitoa ahadi since the year they took over. Lakini nimekuwa nikiongea na vijana in our constituency, na you find that wenye wanaweza kuaccess hizo pesa maybe ni wengine wenye wanajuana na wakubwa, ama pengine wenye who knows who. Kuna zile za mama county, kuna zile za mbunge, kuna zile za governor na za national government. Unapata ni wenye wana access ni who knows who. Lakini sisi vijana wa kawaida inakuwa ni vigumu sana kupata zile pesa, and that's why unapata kuna hii unrest. People are dissatisfied with the government and they are protesting because they feel left out in the whole process. Niweze ukinitikisha nizungumze na mwanadada hapa, labda ukianza kwa jina lako, utanielezea kusahaulika ama kutohusishwa na viongozi, ama viongozi mkienda maandamano inaonekana ni kama viongozi wanawasahau, hawataki kusikia matakwa yenu. Labda ni changamoto ama ni njia moja ambayo inasababisha nyinyi kufanya maandamano? Kwa majina ni Chloe Jepchumba, mkazi wa hapa Limuru, Kabuku. Vile umesema, kama juzi tulienda maandamano, tulifikiria that kutakuwa na change. We also expected the president to maybe prepare a forum and invite us to the State House, but we still see that there is no change, kumaanisha ya kwamba tunaona sisi kama Gen Z tunapuuzwa. Labda niweze kumalizia tu na mmoja hapa, tuanzie kwa jina, unielezee suluhu ya maandamano ya kizazi cha Gen Z. Nyinyi kama Gen Z mnaona nini ambayo serikali ikifanya mtasikia meridhika na mtatulia? Okay, kwa majina naitwa John Muli, mkazi wa hapa Kabuku. Suluhu ya kwanza, we have been providing avenues mahali tunataka kupatana na hawa serikali. Tumesema tunataka kuja State House, sio kuharibu mali, kuongea na rais. Hatujapata ile opportunity ya one-on-one discussion with them. What they do, they pick the popular people wenye wamejitokeza kusema ndio viongozi wetu. Ya pili ni ajira. Tumekuwa tukipewa promises, but now it's high time we as the youth, we need actions. Ukisema kuna ajira tumeitiwa Germany, wacha tuone wenzetu wakienda, hata kama si kila mtu. Na la mwisho, empowering the local manufacturing yetu. Ikiwa kampuni zetu zile locally za hapa mjini zitakuwa empowered, then zitakuwa zinatupea ajira, na hiyo ndo tunataka. Hatutaki ukuje utupatie 500, tunataka utuonyeshe jinsi ya kutengeneza hiyo 500 kila siku. Asante sana. Asante sana kwa kuzungumza na runinga ya KTN. Na hizo ni sauti tu za baadhi ya vijana ama kizazi cha Gen Z hapa katika eneo bunge la Limuru, na wamesema hawataki kupewa 500. Muonyeshe jinsi ambavyo atakavyoweza kutengeneza hiyo 500 kila siku. Iwapo hauna swali la ziada, narudisha kwako studioni. Asante sana Kimaku Chege. Nataka kumpa nafasi kutoka kwa Kimaku hadi kwa Kiwaka. Sasa wamezungumza kwa kauli ambazo mimi naona zinaendana na wewe na kile unachokifanya wewe. Ungeongezea lipi kwa yale aliyosema? Unajua, kwa haraka kwa sababu ya muda, ni kwamba kuna mambo matatu ambayo lazima tuyazingatie wakati tunapozungumzia swala la ukosefu wa ajira. Jambo la kwanza ni elimu na uzoefu.
ambapo suala la elimu kufikia sasa tumepiga hatua kubwa. Jambo la pili ni mdororo wa kiuchumi, yani uchumi kwenda chini, ambapo hili jambo la mdororo wa kiuchumi limekumba dunia mzima kama vile mwenzangu Madam Jacqueline alivyosema, lakini kuna njia ambazo tunaweza kutumia kuweza kupambana na swala kama hili. Jambo la tatu ni vizuizi vya kimiundo, ambao vizuizi vya kimiundo ndio swala kubwa ambalo linaathiri nchi yetu ya Kenya. Vizuizi vya kimiundo ni kwamba viongozi wanapeana hizi nafasi za ajira kwa kujuana, ama kwa misingi ya kikabila, ama kwa misingi ya nini, ya dini. Kwa sababu hayo Kiwaka yashazungumziwa, tuzungumzie hii mikopo na wenye kutengeza vitu ambavyo ni vya ubunifu, ambao wengine wao wewe unashirikiana nao katika shughuli zako. Hizo nafasi ziko vipi? Sasa katika swala hili linaingiana na hii hoja yangu ambayo naizungumzia kuhusiana na vizuizi vya kimiundo. Kwa hiyo mimi binafsi, kulingana na shirika letu la Ishmar Halal Traders Expo Limited, tumeanza mchakato ambapo wale wanabiashara wadogo wadogo ambao wanataka kupata zile fedha ama zile nafasi katika serikali, sisi tunasukuma yale mashirika mbalimbali, na kufikia sasa kuna wanabiashara ambao wameanza kufaulu na kupata njia. Kwa sababu kikwazo kikuu ambapo kiko ama tunakumbana nacho kama vijana ni kwamba hatuna mtu ambaye anatushika mkono. Tumechagua ma MCA, wabunge, maseneta, magavana, lakini tunaona 90% hawa viongozi ambao tumewachagua, kila mtu ameenda kwa sababu ya tumbo lake. Kwa hiyo kwa sasa naomba kila mwenye uwezo, nikiwa mimi niko pale kama Hamisi Kiwaka, tuko tayari kushika mkono wale vijana ambao wako na kampuni ama wameanza biashara lakini wanatatizika, tuwaoneshe njia ambao wataweza kusaidika na hizi fedha ambazo ziko kwenye serikali. Kwa sababu ni lazima tusukume kila sehemu ama kila department ambao iko na uwezo. Tukisema sisi tutafanya maamuzi kutumia hamasa ama kukasirika na kila mtu kumpiga kwenda mbio kwa rais, itakuwa si sawa, itakuwa si haki. Kwa sababu rais hajashikilia hizi pesa zote katika ofisi zake. Hizi pesa zimegawanywa kulingana na nini? Na department na sehemu mbalimbali. Kwa mimi naomba Gen Z tushinikize viongozi kulingana na department ambapo haki zao ziko. Bila shaka. Jacqueline, pia tukiwa ndo tunafunga mjadala huu kwa dakika 2 hivyo 3, suluhu ni gani? Suluhu la kwanza ni kila kijana tuseme kwa hiyo umri kujua kuwa, hata nimesikia wengi wakisema tuko jobless, tuko jobless, tuko jobless. Kuwa jobless maana yake ni unatafuta kazi. Hiyo pia ni kazi. Na kujihusisha na kujua na kupata malengo ambayo unaweza kujiinua wewe mwenyewe binafsi, ndio ukikuja kwa serikali ama ukikuja kwetu ama ukikuja kwa mtu ambaye anataka kukuajiri, unaweza kusema niko na hii skill, niko na hii uwezo, niko na hii ujuzi, na mko na ujuzi mkubwa sana. Sasa tuseme wale wako na umri wangu, sisi hatujui mambo ya kompyuta kama nyinyi. Hatujui mambo ya AI. Nyinyi ndio experts. Mkikuja mtuambie mimi niko na hii skill na vile ninaona kazi yako unahitaji. Ukituongelesha kwa hiyo namna mahitaji. Pale ofisini kwako naweza hata kukufikia Jacqueline. Ama nitaanza kuambia uko na appointment. Umepewa ujumbe kuja hapa. Wale wananijua wanajua mimi niko very available. Simu yangu inakuanga iko na kila mtu, na ICS wacha nikuambie kusema ukweli, tumejenga mahali tunaita Governance Ethics Hub. Na hapo tuko na nafasi, tunaweza hata kuwapatia vijana wale hawana maofisi, mkuje hapo mwanze tuseme tunazitanga peer groups, mkuje mkusanyike mkiwa ama mkipatana kwa kiwango kifulani, tunaanza kuwapatanisha na wale ambao wameshaenda mbele, na hivyo tunaita hiyo program GEMIP. So iko kitu kimoja huwa naonanga ama ninaona kwa vijana na sisi nilisema tuko na haja, tuko na watu, tunahitaji watu watufanyie kazi. Vijana nao wana haja na ajira. Lakini sisi wawili hatujui vile tutaweza kupatana ama kushikana. Na ile mazungumzo tunaifanya kwa hewani, kwa internet ama kwa nini, hatupatani. Ni vizuri tutafutane vizuri, sio kwa streets kurusha mawe, mkuje kwa kazini.
Alafu ukikuja ICS tunakupatia mawazo, tunakupatia mawaidha, tunakuambia hivi ndivyo tunaonanga hii system ndio inafaulu. Sasa na wale wanaingia na wanasema okay, mimi nataka kuwa professional kama wewe. Na professional pia ni biashara. Ama tunataka kuanza kazi kidogo, ama tuseme tuliambiwa inaitwa MSMEs. Tunaweza pia kukusaidia, kukuelimisha. Sana sana tunafanya elimu. I know tunasema wale nilisema 15 to 24, not in employment, education and training. Education na training tunaona kama ni kitu kimoja, lakini education unapata cheti, training sasa unapata ujuzi. Ujuzi ndio. Yeah, so mtu akiona kama ako jobless, unasema wacha nichukue hii nafasi nimepewa na Mungu, nijiulize mahitaji yangu ni gani, matarajio yangu ni gani, uje kwa mfano kwa ICS tukuonyeshe kile kitu inaweza kufanyika, si ndio? Asante. Awino, kwa dakika 3 pia hivi tukimaliza kabla nifunge naye Mkare. Suluhu ni gani kwa wewe kama kijana ili kesho usikuje kutafuta tenje tao? Natumai na nafikiri venye tulimobilize vijana watokee ndio tuweze kuangazia malilio yetu. That is the same way sisi kama vijana tunafaa kutokea, tunongonezane sisi wenyewe, tujue mashida zetu ni gani na tunaweza katatua hayo mashida vipi. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Hii Kenya ni ya wazee, ni ya wamama, ni ya vijana, ni ya watoto pia. We need to come, tunafaa leaders na sisi vijana tuje pamoja, tuangalie venye tunaweza songesha Kenya mbele. Na pia naweza ambia vijana wenzangu, nowadays kila mtu amesoma. Tunafaa tujue elimu sio solution ya kila kitu. Survival is always fit for that person who is fitter in the field. So tuweze kuwa na maarifa na tuweze kuleta akili yenye inaweza jenga hii nchi, na akili yenye inaweza fanya tuweze kuleta chakula kwa meza. Asante sana. Ni Francis Awino. Mkare, kama bado unanisikia katika kaunti ya Mombasa, nichukue kauli yako kwa dakika 2 hivi kabla ya kufunga. Suluhu ya yote haya ni nini kwa dakika 2? Naam, suluhu ya haya yote ni kwanza representation from the youth iwe hard. And if the youth can be heard, that is where they can put their views. But kwa haraka I can put a few views. All parastatals, all government agencies. Kwa sababu ya sasa hivi kwa sababu ya sasa hivi population yetu sisi kama vijana is running to about 70%. This law of 30% has to be reviewed. Na iandikwe kwamba in every parastatal board kuwe na mandatory seat for the youth who will fight for the fellow youth and women. Ama pia ikuwe mandatory for women, because not only about women, not only about youth. So and people with disability pia wapewe nafasi katika haya mabaraza ambayo wanaweza kutunga sheria za makampuni ambazo zinaajiri watu. Na lingine pia ni kwa governors and all state operatives ambao wamepewa mandate na serikali kutumikia wananchi, just work according to the law, because wakifuata sheria, kama wangekuwa kweli wanatii sheria, leo hii hatungekuwa hapa kulalamikia haki zetu. Sababu kiangalia kama katika counties, nimerudia awali kusema ya kwamba vijana wanapewa biashara, hawalipwi, where do they go? They are depressed. Sijasikia wakigusia kuhusu pending bills, kama washawaipata a report of pending bills za youth, local pending bills za youth, tujue shida iko wapi. And all these people, the moment wakikuwa depressed, ndio maana narudi kwa barabara kurusha mawe na huku na huku. Of which that is not the way. We want to bring that to a stop. I think the government needs to look for avenues whereby we can all meet in the middle to party representation and proper representation. And if hii mambo ya 30% act ilikuwa ni youth na women and people with disabilities, currently youths wamekuwa wengi. Tungeweza pia wabunge waweze kukaa kama vile wanaweza wakakaa wakapitisha finance bill, hata hiyo eskume to about 40%, so that we can also get more opportunities with the government. And I think my recommendation is just to work according to the law. Mambo itafunguka na tupewe nafasi. That's all I can say.
Asante sana. Ni Amani Mkare ambaye ni kiongozi wa vijana kutoka eneo la Pwani akizungumzia wito wake kwa uongozi na serikali na vile vile taasisi mbalimbali za kiserikali. Nimshukuru Hamisi Kiwaka, mkurugenzi mkuu Ishmar Traders Expo Limited, vile vile Francis Awino, rais wa bunge la wananchi na mwananchi, na vile vile FSC Jacqueline Waihenya ambaye ni mwenyekiti wa Institute of Certified Secretaries kwa kuja studioni kuweza kuzungumzia masuala haya ambayo yanafungamana na vijana na ukosefu wa ajira. Mwenzangu Noah Vibrator Kipkimboy yuko tayari studioni kuja kukupasha taarifa za News Desk kuanzia muda usiokuwa mrefu. Atakuwa naye Meresha Witi kwa lugha ya ishara. Mimi naitwa Suleiman Yeri. Kwa heri, baki na wingi wa kheri. Uwe na mchana mwema.